Mapitio ya Agano Jipya. Kwanza kwa sehemu kidogo nikudokeze, tunapozungumzia Agano la Kale, tunazungumzia Patano la Kale kwa Kiswahili chepesi. Na Agano la Kale limebeba nini? Ni kwamba linatuambia kile kinachokwenda kutokea msalabani, ndio Agano la Kale. Agano Jipya lilichokibeba ni masimulizi. Linasimulia kile ambacho tayari kimekwisha kutokea msalabani. Lakini pia jambo lingine la kulielewa ni kwamba kitabu cha Malaki ni daraja la Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio sababu utaona neno la mwisho kwenye kitabu cha Malaki ni laana. Linazungumzia laana. Na unapohamia kwenye Agano Jipya utakutana na neno kitabu. Kwa nini kitabu? Ni kwamba pale pana kitabu kipya. Alafu unakuja cha ukoo. Kwa nini cha ukoo? Ni kwa sababu ya ukoo wa Yesu Kristo, kwa maana ya kwamba mfalme mpya. Na kitabu cha Agano Jipya kimebeba vitu vitatu vikubwa. Cha kwanza ni kitabu kipya. Cha pili mfalme mpya, na cha tatu watu wapya. Kwa hiyo ni kitabu kipya, mfalme mpya na watu wapya. Mfalme mpya anayezungumziwa anaitwa Yesu Kristo. Hakunaga mfalme ambaye unaweza kumlinganisha na Yesu Kristo katika Biblia nzima, kwa sababu yeye ni mfalme wa kipekee, kwa maana kwamba alipokufa alifufuka. Hakuna mfalme ambaye amewahi kufuka. Wapo akina Farao Ramses, wapo akina Nebukadnezar, waliweza kutawala kwa namna ya ajabu sana huu ulimwengu, waliupeleka kwa namna wanavyojua, lakini hauwezi kulinganisha na Yesu, kwa sababu walipokufa hawakufufuka. Ukienda Misri sasa hivi utakutana na mapiramidi ambamo wamezikwa wafalme wa Misri, lakini walikuwa ni wafalme mashuhuri, walikuwa ni wafalme wenye nguvu. Huwezi kulinganisha na Yesu kwa sababu hawakuweza kufufuka. Tunao watu pia maarufu katika Biblia kama Musa. Musa alipokuwa akiingia vitani alikuwa hatumii silaha. Alikuwa anatumia maneno, ndio silaha yake, yani maombi, akimwambia Mungu kitu kinafanyika. Wapo wengine manabii akina Elia, waliweza kufanya vitu vya ajabu, lakini hawawezi kulinganisha na Yesu kwa sababu ya pekee. Kwa hiyo tunapozungumzia sasa kitabu cha Agano Jipya, pia nikudokeze kitu kingine, ni kwamba tuna vitabu vine ambavyo nitavizungumzia kwa kifupi. Tuna kitabu cha Mathayo ambacho kina mambo hayo matatu, ambalo ni kitabu kipya, mfalme mpya na watu wapya. Kitabu cha Mathayo kimebeba utambulisho wa Masihi, yani Yesu, ambaye nimekwambia habari zake kwamba alipokufa alifufuka na akapaa mbinguni. Tunakwenda kitabu cha Marko, kinazungumzia kazi za huyo Yesu. Alifanya nini akiwepo hapa duniani na amewalithisha kina nani? Aliyowalithisha ni sisi, ni mimi unayenisikiliza wakati huu, na wewe ambaye umekwisha kuamini tayari ndio warithi wa hiyo kazi ambayo ametuachia Yesu kwa mujibu wa kitabu cha Marko. Lakini pia kulikuwa na maswali kwamba huu ni binadamu namna gani yaliyohitaji majibu. Hayo maswali yanajibiwa na kitabu cha Luka. Luka ni Myunani, aliandika hicho kitabu kwa lengo la kutambulisha watawala, kwa lengo la kutambulisha wanadamu wanaoishi kwamba huyu ni mfalme, ni mtu mashuhuri, ni mtu bora katika ulimwengu huu ambaye huwezi kumlinganisha na mtu mwingine yeyote. Ndio sababu ya kuwepo hicho kitabu cha Luka, ili uweze kuelewa kwamba Yesu ni mwanadamu kamili. Kwa hiyo ujumbe mkuu uliopo kwenye hicho kitabu cha Luka ni ubinadamu wa Yesu. Kwa kitabu cha Yohana pia chenyewe ndio kinazungumzia uungu wa Yesu. Ndio sababu naona hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa hiyo hizi injili 4 kwa kifupi tu nimekutokeza hivyo, kwamba kitabu cha Mathayo kinamtambulisha Masihi ambaye ndio alikufa akafufuka na akapaa mbinguni. Na kitabu cha Marko kinazungumzia habari ya kazi aliyoifanya hapa duniani, na kwamba amewarithisha watu ambao wanaendelea kumwamini. Ndio sababu hata ukienda kwenye Marko ile 16 kuanzia mstari wa 17 hadi wa 18
anasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na hao waaminio ni wale ambao watamwamini, na ambao tumekwisha kumwamini, na wale ambao walikwisha kumwamini, wote wamebeba ishara. Kwa hiyo ndugu zangu, kama unataka kujua kazi ya Yesu inapatikaneje, inafanyikeje kwenye maisha ya watu, wafuate watu waliomwamini Yesu. Na kitabu cha Luka kama nilivyokwisha kueleza kinaelezea habari za ubinadamu. Kwa kinatoa sifa kamili za ubinadamu wa Yesu ambazo unaweza kuziona pia vinang'arishwa na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3, kwamba yeyote asiyekiri kwamba Yesu Kristo ni mwanadamu kamili, huyo ndo anaitwa mpinga Kristo. Kwanza nisiseme anaitwa, ni mpinga Kristo kwa mujibu wa neno la Mungu. Haya sio maneno yangu, ni maneno ya Mungu. Kitabu cha Yohana ndo kinang'arisha sasa, kinazungumzia uungu wa Yesu kamili, mamlaka yake kama Mungu kiuungu. Hakizungumzii kitu kingine, habari za ubinadamu, habari ya utambulisho wa Masihi, habari ya kazi zake hakizungumzi tena. Kinazungumzia uungu wa Yesu moja kwa moja. Na sababu sasa ukiingia kwenye hiyo Yohana 1 mstari wa 1, anaanza naye neno alikuwepo kwa Mungu, na anaendelea mpaka utakutana na ujumbe mwingine unasema pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo tunaposema Yesu ndio stadi wa kazi, unaweza kuona kwenye kitabu cha Yohana